Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ikiwa sasa imetimia saa 5 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba Jumanne yako ya tarehe 1 mwezi Aprili inakuendea vyema. Karibu sana kwenye taarifa zetu za yanayojiri. Mimi ni Agnes Gakunga. Kama ilivyo desturi, katika sehemu ya kwanza tutakuwa na taarifa tofauti kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, ikiwa ni pamoja na ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya. Na katika awamu ya pili tutakuwa sasa tunaingia kwenye sehemu yetu ya mjadala, ambapo mada hii leo ni kuhusiana na masuala ya afya, na hususan swala la wahudumu wa afya kutafuta ajira katika mataifa ya kigeni, mataifa ya ughaibuni. Serikali pia imekuwa mbioni ikiwatafutia ajira wahudumu wa afya katika mataifa hayo ya kigeni, na hususan mataifa yaliyojiendeleza. Ni utaratibu upi ambao wahudumu wa afya wanafaa kuwa wanafuata ili kuhakikisha kwamba ajira wanayoipata ni ya kweli, na kwamba kile ambacho wanaenda kukitafuta sio kuhadaiwa? Nitakuwa na jopo hapa kwenye studio, na pia nitakuwa na mhudumu mmoja kutoka Uingereza ambaye amepitia utaratibu huu, akafika kule katika nchini Uingereza, na atakuwa anatueleza mengi. Hali ilikuwaje na jinsi hali ilikuwaje pia katika kuingia kwenye mfumo huo wa sekta ya afya katika taifa la kigeni. Karibu sana mtazamaji, mimi ni Agnes Gakunga. Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake katika eneo la Mlima Kenya, katika eneo la Rumuruti, Laikipia Magharibi. Tayari Rais Ruto amezindua madarasa katika shule ya msingi ya Ngarachi yaliyojengwa na wanajeshi. Baadaye anatarajiwa kuzuru eneo la Nanyuki, Laikipia Mashariki, kuzindua miradi zaidi, kabla ya kuzuru eneo la Narumoru huko Kieni. Ken Gashuhi atakuwa anatufahamisha mengi kuhusiana na ziara ya rais katika eneo hilo hapo baadaye. Kwingineko, mwakilishi wa kike kaunti ya Vihiga Beatrice Adagala amemsuta vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa matamshi yake ya wakazi wa Mlima Kenya wawe ange na ziara ya Rais William Ruto. Adagala anasema ni kinaya kwa Gachagua kusema hivyo, ili hali wakazi wa Mlima Kenya walichangia pakubwa kuundwa kwa serikali ya Kenya Kwanza, kando na kuwa na watu wengi mashuhuri katika ngazi za juu serikalini. Sasa vile tulimpeach yeye, na tulimpeach yeye wabunge wengi sana. Record history ni Kenya, hakuna mtu ameshawahi kuwa impeached na wabunge hiyo namba. Mzee sasa amejifanya yeye ni pamba ama ni snow, anaanza kutembea akisema hii serikali, na alikuwa ndani. Wakati alikuwa na meza, alikuwa anawaambia, si alikula peke yake. Mawaziri wengi sana Kenya hii wanatoka kule, PSS wengi wanatoka huko, CEOs wa maparastatos, kazi kubwa hapa Kenya wanatoka wapi? Huko. Ati anatoa onyo, anasema rais asiende Central. Kwani Central ni kwake? Rais anahitaji title deed ndio aende huko? Anahitaji title deed ndio akuja hapa? Chama cha Jubilee kimeanza kumtangaza aliyekuwa waziri wa usalama nchini Fred Matiang'i kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni alisema hayo wakati wa hafla ya wanachama wa chama hicho iliyoandaliwa na naibu katibu Yasir Nur huko Nyali, kwamba Matiang'i ndiye dawa ya matatizo ya uchumi wa nchi. Kioni alisema kuwa Matiang'i ataibadilisha nchi ndani ya siku 100 baada ya kuingia mamlakani. Aidha, alilaumu sera za Kenya Kwanza kwa kudorora kwa uchumi, akisema kuwa watabadilisha sera hizo iwapo watajinyakulia kiti cha urais. Mzee rafiki yetu, baba yetu Raila Amolo Odinga, nilimuona pale KICC akiweka sahihi wakiwa pamoja na Ruto ya kusema ya kwamba ODM pia imeingia katika serikali ya KK. Walipokuwa pale walisahau ya kwamba jambo tu kupitia Jubilee, mzee Raila Amolo Odinga alikuwa amepatiwa 1.3 million votes kupitia Jubilee. Ruto kutoka kwa Mlima alikuwa amepata 3.7 million votes. Fanya hesabu, 1.3 plus 3.7 ngapi?
5 million votes. Hizo wamezitoa wakasema hawataki. 5 million votes. Na zimeingia kwa Matiang'i. Vile nataka kuambia mimi nikiwa hapa, kwa sababu kule kwa mlima wao wameamua ya kwamba their presidential candidate kupitia Jubilee ni Fred Matiang'i. Na je, hapa Mombasa mko aje? Na wangapi? Tuone tu kwa mkono kama kunao. Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake katika eneo la Mlima Kenya, katika eneo la Rumuruti, Laikipia Magharibi. Tayari Rais Ruto amezindua madarasa katika shule ya msingi ya Ngarachi yaliyojengwa na wanajeshi. Baadaye anatarajiwa kuzuru eneo la Nanyuki, Laikipia Mashariki, kuzindua miradi zaidi kabla ya kuzuru eneo la Narumoru huko Kieni. Na kama unavyoona mtazamaji kwenye runinga yako, ni picha za moja kwa moja za ziara hiyo ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya. Hebu tufuatilie. Mimi nataka kuwashukuru, mkae hapo kwa sababu kuna sababu ya kuchaguana 2002. Tulichaguana 2022. Ndio Mheshimiwa Rais aweze kutimiza his manifesto kwetu sisi. Kwa hivyo yule anatuambia 2.5 years kabla tufike elections tutoke, huyo anatupeleka mahali hatujui na hatutakubali. Kwa hivyo mimi salamu kutoka Embu tuko ndani ya serikali, na nyinyi watu wa Laikipia mko ndani ya serikali. Mubarikiwe sana, asante sana. Ya Governor says, makofi ya Governor says. Wacha nimuite kiongozi wa wengi bungeni, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wapi makofi ya kiongozi? Watu wa Ngarachi hamjambo? Muriega. Mwathani agocwo. Asante Mheshimiwa Rais. Mimi wakati nimefika hapa leo, iko mchungaji hapa ameniambia kama iko jambo Rais ametufanyia sisi wakazi wa hapa ni mambo ya amani na sisi kuishi kwa amani. Na Mheshimiwa Rais umesema vizuri tena ya kuwa palipo na amani watu wanapata umoja. Hawa watu wa hapa Laikipia, ukisikia hata masehemu yanayotajwa hapa kama Thigio si ni hapa Limuru? Kuna Thigio ingine hapa? Unajua nimesikia Thigio ndeciria nĩ gwitũ. Gũkũ nĩ kũrĩ Thigio? Ithe acio ti andũ hihi makiumĩte Thigio? Wakakuja wakaishi hapa. Na utasikia majina mengine mengi ya sehemu zingine za hii dunia ya Kenya. Kusema Laikipia ni watu ambao wametoka sehemu mbalimbali wakaja kuishi pamoja Laikipia kwa umoja na upendo. Na jambo ambalo wamekuwa wakitafuta ni amani tu, wajifanyie kazi yao. Na Rais na Profesa Kindiki akiwa waziri wa Interior waliweza kudhibiti hiyo amani na kuhakikisha wakora wa ng'ombe na wale wa kusumbua nyinyi usiku wamefurushwa. Sasa tukiwa na amani, tuweke umoja na upendo. Na tukifanya hivyo pia, vile Governor amesema hapa, mbolea inapofika Nyahururu, Governor unajua county governments tuko na tunasaidiana ile ya last mile. Sio last mile ya stima, last mile ya kuleta mbolea karibu. Unatusaidia hata kama ni lori ya county inaletea watu mbolea hapa karibu kutoka Nyahururu. Kanatiguo? Sababu hawa watu ni wakulima, walime, walete ile chakula kwa masoko. Hizo masoko Rais ametaja, zikijengwa nyinyi ndio mtaleta chakula huko, na wanunuzi wale wanakuja nyumba ya affordable housing huko Nyahururu. Andũ megorofa igũrũ matigũkorwo na mĩgũnda. Kanatiguo? Inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩrĩmaga nyanya, karati, dania, waru, mukamende.
Na mtazamaji, hiyo ni ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya, na huyo ni kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Kimani Ichung'wah. Tutakuwa bado tunafuatilia ziara hiyo, ikiwa mwenzangu Ken Gashuhi yuko kule Laikipia akifuatilia ziara hiyo, na tutakuwa pia tunaungana naye baada ya muda usiokuwa mrefu ili kutujuza ni kipi ambacho kinaendelea pamoja na hisia za wananchi wa eneo la Mlima Kenya. Hali ya majonzi imetanda katika kijiji cha Ikoli, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, baada ya mzee wa miaka 73, baba ya watoto 35 na wake 4 kuuawa kinyama na genge la watu wasiojulikana, huku mkewe akilazwa katika hospitali kuu ya Kakamega akiwa hali mahututi. Kulingana na wanakijiji wakiongozwa na mwanawe marehemu Rose Ititi, genge lilivamia boma lao siku ya Manane na kisha kumuua mwenda zake Jacob Chapia, huku wakimkatakata mkewe Mary Stella Ayeshe na hata kumkata ulimi na kumwacha akiwa hali mahututi. Chifu wa Ikoli Moses Namutali amewataka wananchi pamoja na jamii ya marehemu kuwa na utulivu wakati maafisa wa polisi wanapoendelea na uchunguzi kubaini waliotekeleza unyama huo. Nimehuzunika sana. Mtu akikosa unampeleka sharia. Na baba alikuwa ameokosea nini? Kikubwa tu baba alikuwa ameokosea nini? Serikali mtatusaidia. Kupata ripoti saa 3 ati ameuliwa, nimekuja nikaona maajabu. Amekatwa kichwa, mikono, kila mahali kama walikuwa nakata na kitu kama shoka. Kichwa imeenda kabisa mpaka kwa upongo. Wamepomoa kichwa kabisa. Na vile niliangalia, niliona kama huyu walikuwa wanamuua kama ako tu usingizini. Kwa maana nilikuwa na sense pengine kuna mtu alikuwa ameingia huko ndani, wakamfungia ndani na akapuliza madawa. Kwa maana hao walionekana kama wote walikuwa wanalala. Alafu wamekatakatwa bila kushughulika na kupambana, kwa maana tumempata tu akiwa kwa kitanda jake kama amekufa. Na ni jambo la kushangaza sana. Nasema ya kwamba iwapo mna mzozo wowote, msitumie njia kama hii ya kuua wenzenu kama mnyama. Jameni, huyu mzee amekuwa very strong character na ameuawa katika njia ambayo ni tatanishi. Kwingineko mtazamaji, mashirika ya usalama yameungana na viongozi wa dini, wataalamu wa matibabu na wataalamu wa teknolojia ili kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wakazi wa Kapretwa katika eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia. Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Gilbert Masengeli amesema kuwa zoezi hilo la siku 7 halilengi tu afya ya mwili bali pia ustawi wa kiakili na kiroho. Amesisitiza kuwa lengo ni kuhakikisha kila mkazi anapata huduma muhimu, kukuza jamii yenye afya na imara zaidi. Kando na huduma ya afya, mpango huu utatoa ufahamu kuhusu nafasi za kazi, ajira za dijitali kwa lengo la kuimarisha wananchi kiuchumi. Wakazi wengi wa Kapretwa kwa muda mrefu wamekosa kupata huduma bora za matibabu. Hawa askari mnaoona hapa wakitibu, wakilete matibabu, ni askari wa Kenya. Wameandikwa kwa sababu ya kuhakikisha usalama wa kila mwananchi na usalama wa vitu vyote vilivyomo. Hii ni kuonyesha tu kwamba askari si wa kushika peke yake. Hivi leo wamekuja hapa ili wasaidiane na wananchi wa Kenya kuwatibu, ili tuendelee kufanya kazi pamoja kama Kenya na tuende mbele. Kuhimiza tu wale wako hapa karibu waje wapate kutibiwa, kwa sababu tuko hapa kwa wiki moja kuhakikisha tu tuna interact na wananchi, wanatibiwa kulingana na vile inavyostahili. We are here to also capture the space of the economy where we are training young people, to show them actually there is an opportunity out there in the digital space. We will like them to understand what is happening out there in the global world.
Kwingineko mtazamaji, wito umetolewa kwa serikali kuhakikisha kuwa inaongeza mgao wa fedha zinazohusiana na masuala ya michezo mbalimbali katika shule za msingi na sekondari ili kusaidia katika kuinua talanta za wanafunzi kupitia michezo hiyo. Wakizungumza mjini Busia wakati wa kufunga rasmi kwa michezo ya riadha ya shule za msingi, wasomi kutoka kaunti hiyo walisema kuwa imekuwa vigumu kwa wanafunzi kuendeleza talanta zao kufuatia kukosekana kwa fedha za kutosha zinazowasilishwa shuleni kwa ajili ya michezo, huku akitaka serikali kuongeza mgao huo ili kuendeleza vipaji vyao. Aidha, alirai serikali kutoa fedha kwa wakati ufaao ili kuendeleza masomo mbali na kuhakikisha kuwa inaboresha miundo msingi ili kuwapa wanafunzi mazingira bora ya elimu na michezo. Money to Athletics and Sport Department of Education. Inahitaji rasilimali za uwanja. Mnapojua kunakotoka kule nyumbani, viwanja vyetu ni viwanja bado viko nyuma miaka 50, 60 tangu Kenya ipate uhuru. Inamaanisha we are underdeveloped and we are not even developing. Kwa hivyo naomba devolution ambayo iko katika nchi hii ikaweza kujenga na kusawazisha miundo misingi kama hiyo ya shule zote ziwe na uwanja mzuri ili hawa watoto waweze kupata mahali pema pa kufanyia mazoezi wao washinde. Akina mama kutoka jamii ya Sabaot katika eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wametoa wito kwa tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC kumchukulia hatua za kisheria waziri wa kilimo katika serikali ya kaunti ya Trans Nzoia Fanis Hatundi kwa kile wanachodai kutoa matamshi ya kudhalilisha akina mama hao. Wakiongozwa na Jemima Temko, wanasema licha ya jamii ya Sabaot kupiga hatua kubwa kumaliza unyanyapaa unaoletwa na ukeketaji, matamshi ya waziri Hatundi ya kulinganisha akina mama waliokeketwa na wanaume ni ya kuhuzunisha na kutaka waziri huyo kuomba msamaha mara moja, la sivyo wafanye tambiko kulingana na mila na desturi ya jamii hiyo. Aidha, wanasema matamshi hayo huenda yakaleta uhasama miongoni mwa jamii na kumtaka gavana George Natembeya kumpiga kalamu waziri huyo kwa misingi ya ukiukaji wa katiba na kukosa maadili. Tunakemea matamshi ya Mama Hatundi with the strongest terms possible. She is using FGM to mock the survivors, and that is against human rights. Yes. And together we say we demand an apology. She needs to apologize to the women of the Sabaot community. Yeah. Yeah. Number 2, she is a public officer. Yeah. Na kama public officer, she is not fit to be in that office, because kazi ya public officer kukuja kumock the community na kuweka matamshi kama yale ni kinyume cha sheria. Tunaomba Mheshimiwa Natembeya aweze kumtoa yule Fanis Hatundi katika ofisi. Otherwise we are calling upon all the commissions like NCIC to remove that woman from the office, because she is not fitting to serve in a public office. Hata vile tuko hapa hivi, tuko mama wa Sabaot, tuko mama wa Bukusu, tuko mama wa Teso, tumeoana na tunakaa kama jamii moja. Kwa hivyo tunamuomba kwa unyenyekevu ya kwamba let her swallow her pride and come back to her senses and apologize to us, or else we demand that she be charged. Yes. Because she has gone against the human rights and she's inciting war amongst us. Tukiachana na hayo ya kina mama kutoka eneo la Mlima Elgon, kwingineko vijana humu nchini wamehimizwa kutumia mitandao kama kitega uchumi kuimarisha maisha yao badala ya kutegemea kazi za kuajiriwa ofisini. Vijana wengi wanaomiliki simu za kisasa wanasemekana kutumia simu zao kwa shughuli ambazo hazina mapato. Kwenye hafla ya kuhamasisha vijana jinsi ya kutumia mitandao kujitegemea mjini Kitengela, vijana walifunzwa kuhusu mbinu tofauti za kupata tija kupitia mtandao. Aidha, wamehimizwa kujiepusha na ulevi na matumizi ya dawa za kulevya, hasa kutokana na msongo wa mawazo unaochangiwa na ukosefu wa ajira. We have employed 532,000 and still counting. That means 532,000 people who are jobless. We've given them a reason. And we are targeting to continue doing this, because our target is that in the next 4-5 years, we should employ at least 3 million people. And that is why each and every person is eligible to come to join VML. VML has come at the right time, whereby it has come to eradicate unemployment in this country, Kenya.
those people who have finished their schools, they can get an opportunity in VML. This is doable, is workable wherever you are at your comfort zone. Let's try to save our country doing our own jobs. Mtandao yani imetusaidia sana, imeturahisishia sana, hususan kama movement ama kitu umekipenda kiko mbali, unaagiza tu pale na kinakuja. Hiyo ndio uzuri wa mitandao, sasa imeturahisishia kazi. It's like God has a thing, kwa sababu ni kitu tumekuwa tukiomba sisi kama vijana tupate a breakthrough ya maisha, na sisi ni vijana tumesoma. Wafanyi biashara katika soko la Kapkateni, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wameshiriki maandamano ya amani kulalamikia kile wanachodai kuhudumu kwenye mazingira duni licha yao kutozwa ushuru na serikali ya kaunti. Kulingana na mwenyekiti wa soko hilo David Wabomba, kwa muda mrefu soko la Kapteni limekuwa kama ngome ya ahadi tupu, haswa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, na kudokeza kuwa wataendelea kususia kutolipa ushuru hadi matakwa yao yatakapoangaziwa. Aidha, wanasema kutokana na ukosefu wa soko la kisasa katika eneo hilo, akina mama hulazimika kuuzia bidhaa zao kwenye mazingira duni, hali ambayo huenda ikasababisha mkurupuko wa maradhi, huku swala la barabara pia likiangaziwa. Ilianza Mheshimiwa Gavana 2017 haikumalizika. Sisi kama wakaazi wa Kapkateni hatuna auction ring. Sisi kama wakaazi wa Kapkateni hatuna facility ya wamama kujisaidia ama toilets. Kwa hiyo mimi nataka niambie Mheshimiwa Gavana ya kwamba timiza ahadi yako. Ulisema ya kwamba utatujengea modern market. Mheshimiwa Gavana, tafadhali kumbuka ahadi zako, ukuje utujengee. Na sisi kama wakaazi wa Kapkateni tumesema ya kwamba hatulipi ushuru until our matters are addressed. Kapkateni sisi tuko na shida sana wa mama mboga. Mahali pa kuuzia mboga hatuna. Tunakaa kwa barabara, tunakaa kwa mavaranda ya wenyewe, mboga jua inachoma, hata tunarudi nyumbani hatuna pesa wa mama. Kwa sababu soko hii tuko na mtaro ile walitengeneza na wakatumia milioni 25, lakini ukiangalia hata haifiki milioni 1. Nataka faliwa wasirikari wakucha wafaliwe hii mtaro. Tutalipa shuru kama tumejengewa soko ya wamama kuweka vitu vyao pale. Na kama hawajafanya hivyo, tumesema ushuru Kapkateni tawe. Hatutaweza kulipa mpaka tuone Kapkateni imekuwa kama Cheptais. Kutoka eneo hilo la Bungoma turejee hapa jijini, ambapo kwa hivi sasa waziri mpya katika wizara ya afya Eden Duale anapokezwa wizara na waziri ambaye alihamishwa katika wizara ya ustawi wa mazingira Deborah Baraza. Hebu tusikilize. Na mtazamaji, hapo kama unavyoona ni Patrick Amoth ambaye ni kaimu mkurugenzi mkuu katika wizara ya afya, ambaye kwa hivi sasa anazungumza kwenye hafla ambapo Eden Duale ambaye kwa hivi sasa ndiye waziri wa afya atakuwa anapokezwa zana za uongozi katika wizara hiyo na Deborah Baraza ambaye alikuwa kwenye wizara hiyo kama waziri, lakini kwa hivi sasa amehamishwa hadi katika wizara ya ustawi wa mazingira. Na muona Deborah Baraza anazungumza, tumsikilize. Incoming Cabinet Secretary for Health and Cabinet colleague, Honorable Adan Duale, Principal Secretaries, DG, Ministry staff, friends from the press, ladies and gentlemen, good morning. It seems as if I have been here for a few weeks, yet I joined this ministry on the 8th of August 2024. Inside those 8 eventful months, I have learned many lessons. In retrospect, I have appreciated afresh that indeed there is no end to illumination, and can say without fear of contradiction that there is a bid to public service that derives its conduct to weigh much more than meets the eye. On a solemn note, today, as I formally hand over the mantle of leadership of the Ministry of Health to my successor and friend, Honorable Adan Duale, I fully appreciate how insight and foresight power human experience and dictate action. First things first, I am truly indebted to His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto,
for entrusting me with the privilege to serve our nation as Cabinet Secretary for Health for the time I have. To my dedicated team at the Ministry, Principal Secretaries, Director General, Directors, healthcare workers and all staff, asanteni sana. You were part of my support system, without which I would not have figured out the lay of the land of the Ministry. Ladies and gentlemen, over the past 8 months, we have navigated unprecedented challenges and celebrated transformative milestones at the same time. When I assumed office, our ongoing mission of advancing UHC and ensuring equitable quality healthcare for all Kenyans took on a new turn. We started a journey of transformation that had many moving parts. So far, we have endured the pangs of a crucial teething stretch, particularly in onboarding a new and all-inclusive national health insurance system. The implementation of 4 health laws to support UHC that will operationalize the Social Health Authority, replacing the National Health Insurance Fund, heralds a whole new experience in the Kenyan's healthcare system. Overall, I am glad to report that there has been 163% increase in social health insurance membership, with the current registration standing at 21 million, up from 8 million that had registered with the defunct NHIF. The total collection of the Social Health Authority is currently upwards of 31.6 billion. We have so far settled SHA claims to the tune of 24 billion and a further 21 billion under the Primary Healthcare Fund. This has ensured expanded access to social health insurance, with 13 million additional Kenyans covered. Meanwhile, the gazettement of new SHA packages beneficiary will be entitled to enhanced benefit packages that will cater better for cancer treatment and radically improve ICU payment limits. Community health is the bedrock of preventive health care. In recognition of this fact, the Ministry has made strides in achieving the same through training of community health promoters, with over 106 trained staff and over 100,000 equipped with kits for basic medical equipment. We have also enhanced our digital health reach by operationalizing the Digital Health Authority, whose health information exchange system has enabled patient data accessibility in real time across various healthcare providers. This has led to improved decision-making and reduction of redundancies. Today, all the 47 counties have electronic community health information system coverage. Further, there's improved access to health products and technology, ensuring the success of UHC. We have made it possible for local manufacturers to supply upwards of 60% products to KEMSA. Meanwhile, several initiatives have been implemented to enhance human resource for health. This includes operationalization of the Kenya Health Human Resource Advisory Committee and the activation of the Human Resource for Health policy. Ladies and gentlemen, with the winding up of the Managed Equipment Service Program, the Ministry of Health introduced the National Equipment Service Program that aims to better equip our health facilities across the country. So far, the Ministry has signed up 45 countries, with 35 requesting to equip over 500 facilities. The Ministry has invested in key strategic infrastructure projects, including the Kisii, Mombasa, and Nakuru Cancer Center, alongside the East Africa Center of Excellence in Nephrology and Urology, and right now the rolling out for the Kenya National Public Health Institute. There is construction of 19 level 4 hospitals across the country at various stages of completion. Ladies and gentlemen, during my tenure, the Ministry tabled key cabinet memos. One of them focused in upgrading the Jaramogi Oginga Odinga Hospital in Kisumu County to a level 6 healthcare facility. While taking care of long-term progress in our healthcare agenda has been a key preoccupation, we have been vigilant in ensuring that disease outbreaks that could compromise our efforts to keep Kenyans safe are in close check. Such outbreaks are Mpox, cholera, Marburg, Ebola from neighboring countries that have had our medical experts on high alert 24/7. Regarding continued funding of our programs in the wake of withdrawal of USAID support,
We have considered alternative ways of keeping our healthcare system well-oiled to continue serving our people. The future can only get better. So, welcome to the Health Ministry, our brother Adan Duale, and thank you and God bless you. The Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Forestry, my sister Deborah Baraza, who is the outgoing Minister of Health, Principal Secretary Public Health and Professional Standards, Mary Mudhoni, Principal Secretary Medical Service, Hari Kimtai, holding on until Dr. Oluga is vetted by Parliament and if approves as the nominee of the President, will be our new Principal Secretary for Medical Service, the Director General for Health, Dr. Patrick Amoth, all the staff of the Ministry of Health present here today, members of the Fourth Estate, members of the public, good morning. Ladies and gentlemen, good morning and happy new month. It's a new month and a brand new opportunity to do things differently, to do them better, and to do them bold. Today, 1st April 2025, and my statement is not April's Fool's Day, it's a real statement. It marks exactly 6 months since Taifa Care was launched on 1st of October 2024. A bold step towards universal health care, it remains one of our most consequential programs in our nation's history, driven by the belief that no Kenyan should suffer or die because they cannot afford quality health care. This morning I stand before you humbled by the honor of being entrusted with the leadership of the Ministry of Health by none other than the President. I do not take this lightly, especially at a time when our health system stands at a critical crossroad. 6 months into the rollout of the Taifa Care, there is a growing scrutiny, and rightfully so. Let me begin with this assurance. The health of the Kenyan people is not negotiable. Every man, every woman, and every child in this country deserves access to world-class health care, which puts the patient at the heart of the system. Affordable, quality, and dignified, regardless of who you are and where you live. This is not a government promise. It is a constitutional right, and it's our moral responsibility. Acknowledging the progress, I wish to commend the tremendous work that has been done by the ministry under the leadership of Dr. Baraza. If I give you the status update, and let me start with the health financing and the social health care, social health insurance coverage. Every year in our country, since independence, Kenyans face severe economic hardship to out-of-pocket payments at the point of care, pushing many into extreme poverty. To address this, the Ministry of Health reformed the National Health Insurance Fund through the establishment of the Social Health Authority that rolled out Taifa Care on October 1st, 2024, with the aim of reducing serious catastrophic health expenditure. Currently, close to 21 million, and to be specific, 20,885,000 Kenyans.
Na mtazamaji, hapo ni katika jumba la afya ambapo waziri mpya Aden Duale katika wizara ya afya amepokezwa mamlaka ya uongozi na waziri anayeondoka Deborah Baraza ambaye naye anaelekea katika wizara ya ustawi wa mazingira, na watu wawili wameweza kukiri kwamba sekta ya afya nchini inaendelea kukabiliwa na changamoto chungu nzima, haswa katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunajadili kuhusiana na kile ambacho mawaziri hao wawili wamezungumzia kwenye kikao hicho, kwa sababu kwenye sehemu yetu ya mahojiano nitakuwa na wachanganuzi wa masuala ya afya na watakuwa wanagusia mahali tumefika, mahali ambapo tumetoka na pale ambapo tunaelekea, haswa katika swala nzima la kuimarisha na kustawisha afya kwa wote humu nchini. Nachukua pumziko fupi mno, hapo baadaye nitakuwa narejea na jopo nzima kuangazia masuala ya afya humu nchini, hususan maslahi ya wahudumu wa afya.